Sasa mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini. Huu na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini, lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu: kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Hivyo napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa jitihada za uchangishaji ambazo tayari zimewawezesha kukusanya kiasi fulani cha pesa. Si haba, Baba Askofu, kwa sababu umetuambia hapa kabla kuingia kwenye ukumbi tayari kwa kuna bilioni 3.5 ziko benki zishakusanya, lakini wakuu wa majimbo hapa wametugaia bilioni 2.7, 5.7. Harambee iliyopita hapa waliosimama imeleta kama bilioni 1, nilikuwa napiga mahesabu, bilioni 1 na mamia kidogo. Kwa hiyo ni bilioni 6, na hapo bado karatasi zilizopita kule hazijasomwa, na tukisoma zile karatasi tayari zimetusogeza. Lakini hizi ni kwa ajili ya kusimamisha jengo tu. Baada ya kusimamisha jengo, kuna huduma, kuna mahitaji mengine ili kufanya kituo hiki kiweze kufanya kazi. Kwa hiyo kama alivyosema Baba Askofu, bado kazi ni kubwa na bado michango inahitajika. Sasa kwa upande wetu serikali, tutashirikiana na kanisa katika kukamilisha mradi huu kwa kuwa nanyi bega kwa bega katika ujenzi na uendeshaji wa kituo hiki. Vile vile Baba Askofu, ninapoalikwa kwenye mambo makubwa ya kanisa, kuna kiwango nimejiwekea cha kuchangia, nacho ni shilingi milioni 1. Kwa hiyo kama ninavyochangia kwengine, nitachangia hapa pia shilingi milioni 100, shilingi milioni 100. Nilisema milioni 1, ukumbi wote umezizima huko. Ni shilingi milioni 100, Baba Askofu. Hicho ndio kiwango nilichojipangia. Lakini leo kwa maajabu makubwa, niwashukuru sana washauri wangu.